Waziri Bashungwa atoa kauli watakaovuruga uchaguzi watashughulikiwa. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Innocent Bashungwa amewaonya wanaopanga kuvuruga amani wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Pia akisisitiza kuwa vyombo vya dola vimejipanga kuhakikisha uchaguzi huo unafanyika katika hali ya amani na utulivu. Waziri Bashungwa ametoa kauli hiyo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la Antipas Mgunisi, mbunge wa jimbo la Malinyi, aliyetaka kujua lini serikali itaongeza magari ya polisi kwa ajili ya kuimarisha ulinzi katika jimbo la Malinyi. Akijibu swali hilo, Innocent Bashungwa amesema kuna magari ya wapelelezi wa polisi kufikia mwezi Agosti mwaka 2025. Mungu akijalia, tumepanga kuyasambaza nchi nzima kila wilaya ili kuimarisha ulinzi na usalama, na nyuma ya nafasi hii tunawahakikishia Tanzania tumejipanga ipasavyo kuhakikisha uchaguzi wa mwaka huu 2025 unafanyika kwa amani na usalama, na tumejipanga kivitendea kazi pamoja na utimamu wa jeshi la polisi na vyombo vingine kuhakikisha kila anayejipanga kufanya fujo tunamshughulikia kwa mujibu wa sheria. Taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye waziri wa mambo ya ndani ya nchi Innocent Bashungwa amewaonya wanaopanga kuvuruga amani wakati wa uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka 2025, akisisitiza kuwa vyombo vya dola vimejipanga kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa hali ya amani na utulivu. Hatimaye ushindi wa Profesa Janabi Jakaya Kikwete apewe maua yake. Naibu mwakilishi wa kudumu Tanzania Geneva Balozi Oistemu, ambaye alikuwa kwenye timu ya kampeni iliyoongozwa na Rais mstaafu Daktari Jakaya Mrisho Kikwete, ambayo ilizunguka mataifa mbalimbali kumuombea kula Profesa Janabi kwenye nafasi ya mkurugenzi wa WHO Afrika, amesema Daktari Kikwete anastahili kupewa pongezi kwa kuwa alifanya kazi nzuri na kufanikisha ushindi wa Profesa Janabi. Kupitia taarifa aliyoandika katika ukurasa wa X, Oistemu amesema huyu mzee apewe maua yake kwa kweli. Alimiliki jukwaa la diplomasia la kampeni ya Profesa Janabi kwa hali ya juu sana. Huku mtaani tunasema mzee alikabia juu. Sisi tuliopangiwa kuwa katika sehemu ya kampeni tumemshuhudia akitumia mbinu nyingi na tofauti kila wakati katika nchi tulizokwenda kukutana na marais wa nchi hizo. Mzee K, kama tulivyokuwa tukimuita kwenye kampeni, uwezo wake katika diplomasia kimataifa si wa kuacha tukusimulia kiwepesi. Najua anaandika kitabu, lakini nimemuomba niweke katika kitabu hiki, na chapter yake itakuwa a political diplomatic, na muomba Mwenyezi Mungu amweke Rais Jakaya Mrisho Kikwete. Itakumbukwa Mei 19 mwaka 2025 wakati akizindua sera ya mambo ya nje, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alimpongeza Daktari Jakaya Mrisho Kikwete kwa kuongoza ushindi wa timu iliyopambana ushindi wa Profesa Janabi, na Daktari Kikwete ambaye alikuwa kwenye uzinduzi huo pia alimshukuru Rais Samia kwa pongezi hizo. Taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye naibu mwakilishi wa kudumu Tanzania Geneva Balozi Oistemu, ambaye alikuwa kwenye timu ya kampeni iliyoongozwa na Rais mstaafu Daktari Jakaya Mrisho Kikwete, ambayo ilizunguka mataifa mbalimbali kumuombea kula Profesa Janabi kwenye nafasi ya mkurugenzi WHO Afrika, amesema Daktari Kikwete anastahili kupewa pongezi kubwa kwa kazi nzuri aliyofanya kufanikisha ushindi wa Profesa Janabi. Amos Makala atoa kauli idara ya uhamiaji na fuata sheria sio shinikizo. Katibu wa Halmashauri Kuu NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Amos Makala amesema Tanzania ni nchi huru na dola iliyokamilika na yenye mamlaka kamili ya kuruhusu mtu yoyote kuingia au kutoingia nchini. Pia Amos Makala amesema idara ya uhamiaji inazingatia sheria na kanuni za watu kuingia nchini, hivyo haiwezi kushinikizwa kufanya mambo kinyume na taratibu zake. Pia hakuna nchi yoyote inaweza kushinikiza taifa huru kama Tanzania kuruhusu mtu kuingia nchini kwa sababu ni taifa linalojitegemea. CPA Amos Makala ameeleza hayo wakati akizungumza na wananchi wa eneo la Katoro katika halmashauri ya Geita vijijini mkoani Geita, ikiwa ni muendelezo wa ziara yake ya siku 7 katika mikoa mitano ya kanda ya Ziwa. CPA Amos Makala ameeleza hayo akihusisha tukio la kuzuiwa kwa kuwa na harakati kutoka nchini Kenya, ambao ni mwanasheria Martha Karua na wenzake wawili wakidai kuwa sehemu ya utetezi katika kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Amos Makala ameendelea kusema kuwa Tanzania hii ni nchi huru, ni dola iliyokamilika yenye mamlaka kamili na uwezo wa kuruhusu au kutoruhusu mgeni yoyote kuingia. Kwa hiyo hatuwezi kulazimishwa, lakini hakuna sheria yote duniani inaweza kushinikiza taifa huru likiwemo taifa la Tanzania kwamba wanashinikiza mtu fulani apokelewe
aliendelea kusema Amos Makala. Ameongeza kusema idara ya uhamiaji na mamlaka ya kuruhusu au kutoruhusu raia wa kigeni kuingia, na kusisitiza Tanzania haina hitaji la ukombozi kwa sababu Tanzania tayari ni nchi huru. Amos Makala aliendelea kusema, naomba nimuulize maswali Martha Karua. Hivi kule Kenya palivotokea kina Miguna kukatazwa kuingia Kenya, alienda kutetea? Wiki hii kuna governor sijui na mbunge wana kesi huko, mbona hajaenda kuwatetea nchini kwake? Mbona wengine wanapopata matatizo wakiwa kule hawatetei, anakuja kutetea Tanzania? Ni taarifa kutoka huko Geita. Hatimaye katibu wa halmashauri kuu NEC itikadi, uenezi na mafunzo Chama cha Mapinduzi CCM Taifa CPA Amos Makala amesema Tanzania ni nchi huru na dola kamili iliyokamilika na yenye mamlaka kamili ya kuruhusu mtu yeyote kuingia nchini au kutoingia nchini. Hatimaye John Heche atoa kauli Chadema haijapasuka, tupo imara. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema kumekuwa na kelele kila kona za kutaka kuonyesha dunia kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimepasuka, lakini ngoja niwaweke wazi kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hakijapasuka, kipo imara. Walioondoka ni wachache sana kuliko waliobaki na chama bado kinasonga mbele. Akiongea jijini Dar es Salaam, John Heche amesema kumekuwa na kelele kutaka kuonyesha dunia kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimepasuka. Chadema bado ipo. Ukiangalia magazeti, mimi najua habari ambazo zipo pushidi na serikali, kwa sababu haiwezekani TV na magazeti yote yakaandika habari inayofanana. Mimi najua hiyo ni kanyaboya tu. Kati ya wajumbe wote wa kamati kuu walioondoka ni mjumbe mmoja tu. Baraza kuu lina wajumbe 456, kati yao walioondoka ni 20 tu. Mkutano mkuu wetu una wajumbe 1194, kati yao wameondoka wajumbe 34. Tulikuwa kwenye ziara kanda mbalimbali, wa Tanzania maelfu kwa maelfu wamejitokeza kutupokea, kutuchangia, kutuunga mkono. Kwa hiyo nataka kuwaambia chama kipo imara, kimetulia na kinachapa kazi. Walioondoka tunawatakia safari njema, tukutane kazini. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema kumekuwa na kelele kila kona za kutaka kuonyesha dunia kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimepasuka, lakini nawaweka wazi kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema akija kupasuka kipo imara, na walioondoka ni wachache sana kuliko waliobaki na chama bado kinasonga mbele. Hatimaye walioondoka Chadema waibukia Chauma. Wajumbe wa sekretarieti ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema iliyomaliza muda wake, akiwemo aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Benson Kigaila, aliyekuwa naibu katibu mkuu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Zanzibar Salum Mwalimu, Catherine Luge, na aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki mawasiliano John Mrema, ambao walitangaza kujiondoa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuanzia Mei 7 mwaka 2025. Hatimaye wamehamia rasmi Chama cha Ukombozi wa Umma Chauma, wakiwa pamoja na wengine akiwemo Devota Minja. Mwenyekiti wa Chauma Mzee Hashim Rungwe amewapokea wanachama hao wapya na kuwakabidhi kadi ya Chauma jijini Dar es Salaam kwenye mkutano mkuu wa Chauma. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye wajumbe wa sekretarieti ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema iliyomaliza muda wake, akiwemo aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Benson Kigaila, aliyekuwa naibu katibu mkuu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Zanzibar Salum Mwalimu, Catherine Luge, na aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki na mawasiliano John Mrema, ambao walitangaza kujiondoa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuanzia Mei 7 mwaka 2025. Hatimaye wamehamia rasmi Chama cha Ukombozi wa Umma Chauma, wakiwa pamoja na wengine akiwemo Devota Minja. Hatimaye waziri kiongozi baraza la mawaziri Kenya hatoa kauli. Waziri kiongozi baraza la mawaziri Kenya Musalia Mudavadi ametoa kauli na kusema wamejaribu kwenda kuleta mchezo unaoleta hapa katika manchi jirani. Nini kimewatoka? Tukiwaambia what's Kenya is so democratic, they don't believe. Watu wanatoka katika taifa zingine wanakuja kufanya maandamano hapa. Haya, wamejaribu kutoka hapa na kwenda airport, wameambiwa rudini kwenu. Kama mnachezea kwenu mrudi huko kwenu, muende mkachezee kwenu, sisi hatuwataki. Hii ndio nimekuwa nikiwaambia vijana wetu wakati mnaenda nje. The moment unaingia kwa ndege,
hiyo miguu za ndege ziinuke, sheria inakuwa ya nchi unayokwenda kushuka. Sheria ya Kenya haitofanya kazi kule. Kwa hiyo kama wewe ni mkorofi hapa, na usifikiri utafanya hivyo katika nchi za jirani. Ni taarifa kutoka huko nchini Kenya. Hatimaye waziri kiongozi baraza la mawaziri Kenya Musalia Mudavadi ametoa kauli na kuwaambia wamejaribu kwenda kuleta mchezo wanaoleta hapa katika manchi jirani. Nini kimewatokea? Tumewaambia Kenya is a pseudo-democracy, they don't believe. Amos Makala atoa kauli, vijana msipoteze fursa ya kupiga kula, ni haki yenu. Katibu wa halmashauri kuu NEC itikadi uenezi mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa CPA Amos Makala amesema kujiandikisha katika daftari la wapiga kula kwa awamu ya pili ni fursa nzuri kwa vijana na wananchi kutimiza haki yao kikatiba kushiriki uchaguzi. CPA Amos Makala amesisitiza awamu hii ni fursa kubwa kwa vijana wenye umri chini ya miaka 18 wanaotarajiwa kutimiza umri wao ifikapo Oktoba mwaka huu, kwani watapata fursa ya kutimiza haki yao kikatiba kushiriki uchaguzi kwa kujiandikisha ili kukidhi vigezo. CPA Amos Makala amezungumza hayo wakati akizungumza na wananchi katika halmashauri ya wilaya ya Muleba iliyojumuisha majimbo mawili ya Muleba Kaskazini na Muleba Kusini, akiwa katika muendelezo wa ziara yake ya siku 7 katika mikoa ya kanda ya Ziwa. CPA Amos Makala akiwasalimu wananchi hao amesema serikali ya Chama cha Mapinduzi CCM wapo katika maandalizi ya kushiriki uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu, ikiwa ni sehemu ya kutimiza takwa la kikatiba. Lengo la chama ni kushika dola. CPA Amos Makala amesema chama akiweze kushinda kwa kishindo kinahitaji kupigiwa kula na wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na wananchi. Imekuwa ikiwekwa madarakani CCM kwa nguvu ya sanduku la kula ambao zinapigwa na wananchi. Akisisitiza hayo, Amos Makala amewahamasisha wananchi kujitokeza kujiandikisha na kushiriki na kutoa taarifa zao katika daftari la wapiga kula ambalo utekelezaji wake umeanza Mei 16 mwaka huu na hadi Mei 22 mwaka huu, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya uchaguzi huu. CPA Amos Makala ameeleza kuwa kwa upande wa Tanzania bara mchakato huu unafanyika katika mikoa 11 na mikoa 5 kwa upande wa Zanzibar, lengo likiwa ni kuhakikisha wananchi wanajiandikisha na kuhakikisha taarifa zao. Wale ambao hawajafanikiwa kufanya hivyo wafanye mapema. Mikoa hiyo iliyopita daftari hilo kwa awamu ya pili ni Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Morogoro, Pwani, Singida, Dodoma, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, Mjini Magharibi, Kaskazini Unguja, Kusini Unguja, Kaskazini Pemba na Kusini Pemba. Ni taarifa kutoka huko Muleba. Hatimaye katibu wa halmashauri kuu NEC itikadi uenezi mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa CPA Amos Makala amesema kujiandikisha katika daftari la wapiga kula kwa awamu ya pili ni fursa nzuri kwa vijana na wananchi kutimiza haki yao ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi.